Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji. Ripoti ambazo zimetolewa zinaeleza kwamba Oburu Odinga amewafuta kazi wafanyakazi waliokuwa wake Raila Odinga na kuwafukuza nyumbani kutoka kwa uongozi wa chama cha ODM. Siku chache baada ya Winnie Odinga, binti yake Raila Odinga mdogo, kumfungia Oburu Odinga afisi ya Capitol Hill pamoja na afisi ya Jaramogi Oginga Odinga. Wakati huu bwana Oburu Odinga amelazimika kutafuta afisi mpya, jinsi ambavyo niliweza kuwaeleza hapo mwanzo, upande wa River Side. Kuna watu ambao walifikiri kwamba na wadanganya. Mimi huwa ninapata intelligence information mapema sana. Ripoti hizo zinatolewa imagine leo kwamba bwana Oburu Odinga alifurushwa. Na hizo taarifa mimi nilizipata siku 4 ambazo zimepita na nikaunda kanda hapa. Sasa kulingana na gazeti la The Star Kenya, inaeleza kwamba baadhi ya wafanyakazi wanaodaiwa kuwa waaminifu kwake hayati Raila Odinga wameondolewa katika nafasi za ndani ya chama cha Orange Democratic Movement, ukipenda ODM, huku Mr. Tunataka Power, ukipenda Oburu Odinga, akijaribu kuimarisha ushawishi wake katika chama hicho cha ODM, huku chama hicho kikiendelea na mabadiliko ya ndani ya uongozi na muundo wake. Sasa kulingana na yale ambayo naelezwa, naambiwa kwamba Oburu tayari ameashiria uwezekano wa mabadiliko katika mwelekeo wa kisiasa wa chama cha ODM. Sasa akitapinga serikali, wamesema kwamba watashirikiana na William Ruto kuweza kuunda serikali ijayo. Na hayo ni Oburu Odinga ameweza kusema, ikiwemo uwezekano wa kushirikiana kwa karibu zaidi na chama tawala cha United Democratic Movement Alliance kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hatua hiyo inasemekana kuwafanya baadhi ya wanachama wa kundi la Mwananchi linaloongozwa na Sifuna Orengo na wengine kama vile Caleb Hamisi kuwa na wasiwasi, kwani wanataka ODM iendelee kuwa chama huru cha upinzani. Sasa uongozi wa chama cha ODM pia unaripotiwa kuanzisha afisi mpya, kila ambacho niliwaeleza, katika eneo la Riverside Drive jijini Nairobi, hatua inayomaanisha kuondoka katika makao ya zamani ya chama yaliyokuwa ya Capitol Hill na Jaramogi Oginga Odinga, ambayo kwa muda mrefu yalitumika kama makao makuu ya kisiasa yanayohusishwa na Raila Odinga. Sasa mpenzi mtazamaji, tunataka kuweza kuchanganua taarifa hizi ambazo ziliweza kutolewa na gazeti la The Star kwamba Oburu Odinga aliwafurusha na kuwafuta kazi wafanyakazi ambao walikuwa ni waaminifu, waliokuwa wanamuaminia Raila Odinga. Na Oburu Odinga ameamua kuwatafuta wafanyakazi wapya watakaofanya kazi katika afisi ya chama cha ODM ambayo ameweza kuanzisha upande wa Riverside jijini Nairobi, kipindi ambapo Oburu anaandaa chama hicho cha ODM kushirikiana na William Ruto. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele. Ukifanya hivyo utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu. Ukifanya hivyo mpenzi mtazamaji, bila shaka unajipatia nafasi ya kwanza kabisa katika kituo chetu kuendelea kumegewa taarifa zenye uhakika. Sasa kuna sababu ambazo nimeweza
andika chini kwenye kitabu changu hapa, ambazo kulingana na mimi bwana Ezra ninaona zimefanya bwana Oburu Odinga kuwafuta kazi na kuwaondoa wafanyakazi waliokuwa karibu sana na Raila Odinga ndani ya chama cha ODM movement, ikiwa ni wakati ambapo anafanyia mabadiliko ya nguvu mwelekeo wa chama. Sasa sababu namba moja, ninafikiri kwamba Oburu Odinga anataka kuimarisha udhibiti wa chama. Yaani, unajua, anataka kuweza kuhakikisha kwamba yeye ndiye anasimamia chama kutoka juu mpaka chini. Hakuna yeyote ambaye atampinga au hakuna yeyote mwenye atapinga msimamo ambao atakuwa amechukua. Yaani, mfano kiongozi yeyote anapochukua ushawishi mkubwa ndani ya chama, mara nyingi huweka watu wake wa karibu katika nafasi muhimu. Ikiwa Oburu anataka kuongeza ushawishi ndani ya chama cha ODM, lazima aweze kuwaweka watu ambao anaamini. Na ndio maana ukiona William Ruto alipochukua uongozi, kutoka juu, afisi za serikali, parastato mbalimbali, aliwaweka watu wake, wala ambao hawatapingana na yeye, wala ambao wanauza ushawishi wake. Kwa hivyo bwana Oburu Odinga anataka kuchukua udhibiti wa chama cha ODM. Pasiwe na mtu yeyote mwenye anachukua chama cha ODM kuelekea upinzani, kulingana na jinsi ambavyo ameweza kusema. Sasa namba mbili, Oburu Odinga ameweza kuwafuta kazi loyal workers wake Raila Odinga kwa sababu ya mwelekeo mpya wa kisiasa ambao ameweza kuchukua. Unajua, wale wafanyakazi ambao wamefutwa walikuwa wanafanya kazi kulingana na jinsi ambavyo Raila Odinga alikuwa anatoa maelekeo au mwelekeo. Kuna wengine maybe wangesema kwamba iwapo baba hajaweza kutoa mwelekeo, basi na yeye hawezi akafanya nini, ama wao hawawezi wakafuata Oburu Odinga. Kwa hivyo Oburu anabadilisha mkakati wake wa kisiasa na anataka uwezekano wa kushirikiana na chama tawala cha United Democratic Alliance, na baadhi ya watu waliokuwa karibu na Raila Odinga wanaweza kutokubaliana naye kwenye mwelekeo ambao ameweza kuchukua. Sasa anataka kuweka watu ambao, ama tayari amekwisha weka watu ambao anaamini wakitoka kwenda hapo nje, wakipata kikundi cha watu 10, wanawaelezea ubora wa sababu ambazo ziliweza kufanya Oburu Odinga kuamua kwamba wataunda coalition na William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Lakini wacha nikuambie ile habari mbaya ambayo inategea chama cha ODM. Oburu Odinga atajutia ni kwa nini aliamua kufanya kazi na William Ruto. Oburu Odinga anapaswa kabisa kuangalia mkakati, jinsi ambavyo Gachagua aliweza kufurushwa, na yeye ajue kwamba hawatakaa na William Ruto miaka yote, watakosana lazima. Namba 3, Oburu Odinga anataka kukwepa migawanyiko ndani ya chama. Na nielewa, anataka kukwepa migawanyiko ndani ya chama. Mnaelewa, ndani ya chama kuko na makundi tofauti ya kisiasa, kundi la Linda Mwananchi. Migongano kati ya makundi haya inaweza kusababisha baadhi ya wafanya kazi kuondolewa au kubadilishwa. Kuna wale ambao wanaamini Sifuna, kuna wale ambao wanaamini Oburu Odinga. Kwa hivyo Oburu sasa ameweza kuweka loyal workers wake. Yanielewa? Wale ambao hawatasikiliza ile timu nyingine ya timu Linda Mwananchi. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Na haya yote ninaelezwa, yule ambaye anamfunza haya yote bwana Oburu Odinga ni William Ruto.
Sijui kama unanielewa. William Ruto ndiye anafunza Oburu Odinga jinsi ya kufanya haya yote. Anataka kukwepa migawanyiko ndani ya chama cha ODM. Mwisho, Oburu ameamua kutafuta wafanyakazi wake baada ya afisi ya chama cha ODM ya zamani ya Capitol Hill na Jaramogi Oginga Odinga kufungwa. Sasa anataka wale wafanyakazi ambao watakuwa na ufunguu wa afisi. Unanielewa? Anataka wale wafanyakazi ambao wanaripoti kila kitu kwenda kwake. Sio wale ambao wataenda kuripoti kuelekea kwake Sifuna, sio wale ambao wataenda kuripoti kwake James Orengo, sio wale wafanyakazi ambao wataenda kuripoti jambo lolote kuelekea kwake Winnie Odinga. Sijui wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji baada ya haya yote kuweza kutokea. Naomba niweze kupata wazo lako hapa chini. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra.